Mwenzako yuko na jambo analifanya au biashara anaifanya, ndiyo sababu ya yeye labda kuendelea katika maisha yake na kufungukiwa na kulisha familia yake. Lakini wewe kwa kuwa hupendi kumuona yeye akiendelea, unajaribu kuharibu yale mambo, ili ni bora tukose sote. Huyu ni mgonjwa mbaya sana. Ni bora tukose sote, bora mimi nikose na yeye akose. Leo biidhnillahi tabaraka wa taala, naomba utege sikio lako vizuri, ewe mtazamaji. Haya tunayokwenda kuyazungumza ni moja ya maradhi ambayo yanamsibu mwanadamu. Awe mwanadamu huyu ni Muislamu, awe si Muislamu, awe mwanadamu huyu ni tajiri, awe ni maskini, awe katika hali atakayokuwa nayo. Ni maradhi mabaya zaidi haya tunayotaka kuyazungumzia, maradhi ambayo sheria imeenda kuyakemea maradhi haya. Bali maradhi haya sio maradhi ambayo utakwenda upimo hospitali uambiwe uko na malaria, uambiwe uko na ukimwi, waliyadhu billah, uambiwe uko na maradhi mbalimbali ambayo yale utakayopimwa hospitalini yatapatikana maradhi yale. Lakini haya ni maradhi yanayokaa katika vifua vya watu, vifua vya wanadamu, vifua vya wale ambao hawako tayari kuridhika na yale yaliyopangwa au yale yaliyokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Maradhi yenyewe ni maradhi ya hasad. Tutaizungumzia hasad, ahibati fillah na mtazamaji wangu. Hasad ni nini? Hasad ni tamanni zawali ni'mati an sahibiha, ni kutamani ile neema alionayo mwenzako au neema alionayo mtu ambaye neema ile wewe hauna, ukawa unatamani neema ile imuondokee. Tamanni zawali ni'mati an sahibiha ni kuitamani neema ya mtu imuondokee neema ile neema aliyoneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni yenye kutoweka kwake yeye. Bali maana nzuri kabisa ya hasad ni nini ahibati fillah? Al-i'tiradu an qismati llahi tabaraka wa ta'ala. Mtu hayuko radhi, mtu awe anachukia au anasikia vibaya kwa kule au kwa kigawanyo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ameyagawanya maisha yako, ameyagawanya maisha yangu, ameshayapanga Allah tabaraka wa ta'ala, lakini ikawa bado wewe hauko radhi, hauridhiki na yale aliyokukadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah katika Qur'an anasema, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Allah sema sisi tumewagawanyia na tumeyapanga maisha yao katika huu ulimwengu na hii dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat, na Allah ametuweka tabaka mbalimbali, daraja mbalimbali, akawanyanyua wengine na wengine akawatweza Allah subhanahu wa ta'ala. Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, ili wale wengine wawe ni wenye kujifakhiri, kujiona mbele ya wengine, wakawa wale waliopewa wanajiona wao ndio bora kuliko wengine. Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Lakini rehma za Allah subhanahu wa ta'ala ni khairi. Yule ambaye amepewa rehma, amezipata rehma za Allah tabaraka wa ta'ala, ni bora kuliko yale wanaoyakusanya watu katika dunia. Kwa hiyo yule mwenye nacho akajifakhiri na kujiona yeye ndio bora, si mbora mbele ya Allah kushinda yule ambaye amezipata rehma za Allah tabaraka wa ta'ala. Mtume alayhi salatu wassalam, kwanza alhasad ni maradhi min amradhi alqulub, maradhun min amradhi alqulub, ni maradhi ambayo yapo katika vifua vya watu, yapo katika nyoyo za watu. Kama vile unapougua mtu malaria, anapougua mtu ugonjwa mwingine,
kuna vipimo anafanyiwa, either ni damu au anafanyiwa kipimo kwa njia tofauti tofauti. Tasikia mtu akwambia mimi nasikia kichwa kinaniuma, mimi nasikia mwili umedhoofika, mimi damu yangu kadha na kadha. Haya ni maradhi ya hali tunayoyajua ya kawaida. Lakini maradhi ya hasad min amradhi alqulub, ni katika maradhi ya nyoyo. Na maradhi haya huwezi kuyaona tu kwa macho hivi, kama unamwona mtu hivi ukajua huyu amesibiwa na hasad. Lakini mtu huyu ukitaka kumjua kwamba hasidi au mwenye aliyesibiwa na maradhi ya hasad yuko sampuli gani, muangalie anapoona neema za watu anakuwa na hasira, anazikasirikia neema za watu, ana hasira za hapa na pale, anakuwa na chuki. Ndio Mtume alayhi salatu wassalam asema iyyakum walhasad. Mtume anatahadharisha, anasema iyyakum walhasad, tahadharini na hasad. Fa innal hasada, hakika ya hasadi, yakulu alhasanat kama taakulu an-nar al-khatab. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, iyyakum walhasad, tahadharini kutokana na hasad. Fa innal hasada yakulu alhasanat, hakika hasad inakula mema. Subhanallah, angalia, mja anapokuwa na hasad, anapokuwa na gonjwa la hasad, basi huyu anakula mema yake, kama vile moto unavyokula kuni. Moto unavyokula kuni, unaona vile zile kuni zinavyoliwa na ule moto, ndio hasadi inakula mema ya mtu. Kwa hiyo mtu ni atahadhari na hasad. Kisha hasad, innal hasada maradhun qatilun, hasad ni maradhi yenye kuua. Ma fasha fi ummatin illa halakaha, haya maradhi ya hasad hayatokuwa katika umma, hayatopatikana katika umma isipokuwa utaangamiza umma ule. Yani umma utakapopatikana na ugonjwa huu wa hasad, basi ni sababu ya umma ule kuangamia kwa lile gonjwa la hasad. Na vile vile wama nazala fi ardhin illa kana sabilu fanaiha, haya maradhi ya hasad hayatoshuka, hayatokuwa katika ardhi isipokuwa itakuwa ni njia ya ile ardhi kuisha kwake. Angalia ukubwa wa maradhi haya ya hasad. Bali waman tashara fi sufufi jamaatin, hii hasad haitopatikana katika safu za watu, wakawa watu wameshikamana na haki, watu wameshikamana na dini yao, kisha ikaingia hasadi baina yao, illa kana sababa, isipokuwa itakuwa ni sababu ya kufanyaje, ya kuvunjika undugu huu. Isipokuwa itakuwa ni sababu ya kufanya nini? Isipokuwa itakuwa ni sababu ya hii jamaa na hili kundi na hawa watu kutawanyika, inapoingia hasadi baina ya kikundi kama hiki. Asema man tashara fi sufufi jamaatin illa kana sababa shiqaqiha, hayatoingia au haitoingia hasad katika safu za watu na kikundi cha watu isipokuwa itakuwa ni sababu ya kuvunja watu wale na undugu ule. Kwa hiyo ndugu katika Islam au ndugu mtazamaji, hasad ni ugonjwa hatari sana. Innahu maradun au innahu masdaru bala'in, ni chimbuko cha balaa zote. Hasad ndiyo chimbuko cha balaa zote. Wa manba'u kulli da'in, na wa manba'u kulli da'in, na au kulli ada'in, na hii hasad ni manba ya kulli ada'in, ni zalisho au ni chimbuko la kila uadui. Sawa, hasad inazalisha uadui baina ya watu. Watu wanapokuwa na hasadi katika vifua vyao, wanakuwa na chuki baina yao, bali ni sayfun min suyufi ash-shaytan, bali ni panga katika panga za shaytan. Hii hasad yadribu bihi qulub al-insan, upanga huu unapiga nyoyo za wanadamu. Wanadamu ambaye ameathirika na gonjwa hili la hasad,
atambue ya kwamba huyu amepatwa na jeraha na silaha ya shaitan. Alhasadu yufsidu almahabba baina alahibba, tutambue ya kwamba hasad inafisidi mapenzi baina ya wapendanao. Yufsidu almahabba baina alahibba, inafisidi mapenzi baina ya wapendanao. في صحيح ابن حبان روى الإمام البيهقي رحمة الله تعالى عليه سيما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في جوف عبد hakukusanyiki katika kiwiliwili cha mwanadamu au moyo wa mwanadamu al-iman wal-hasad, au kama qala alayhi as-salatu wassalam. Kwa hiyo hasad na iman haziwi sehemu moja, kwamba huyu tunasema ni mu'min wa ma'a dhalika huwa hasid, ma'a dhalika indahu maradun hasad, pamoja na huyu kwamba ni mu'min au ana imani, ana maradhi ya hasad katika kifua chake. Sababu mu'min in asabahu khairun shakar fakana khairan la, wa in asabatu dharra au in asabatu sarra shakara fakana khairan la, wa in asabatu dharra au dharra sabara fakana khairan la. Mu'min ajabu iliyoje! Mtume sallallahu alayhi wasallam kinapompata cha kumfurahisha anashukuru na anasema ni khairi, na inakuwa ni khairi kwake, na anapopata la kumdhuru anasubiri na inakuwa ni khairi kwake, na haiwi isipokuwa kwa nani? Kwa mu'min. Vipi mu'min kisha awe amepatwa na msiba au amepatwa na balaa au amepatwa na hali ngumu, akamuona mwenzake yuko katika hali nzuri, akawa na muhusudu kwa ile hali ambayo amemkadiria Allah subhanahu wa ta'ala? Hili alipatikani katika moyo wa mja ambaye ni mu'min. La yajtami'u fi jawfi abdin al-iman wal-hasad, haipatikani vitu hivi viwili sehemu moja. Qala an-nabiy alayhi salatu wassalam, Mtume alayhi salatu wassalam asema la yazalu nasu bi khairin, hawawi watu, la yazalu nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Kwa hiyo watu haitokuwa kwao khairi inaendelea kupatikana ikiwa wao hawatohusudiana. Bimaana ikiwa kutakosekana hasadi itakuwa mbali kwa watu, basi khairi Allah subhanahu wa ta'ala atazimimina kwa watu hao. Kinyume chake ni kwamba watu wakiwa wanahusudiana, watu wakiwa wanagonjwa hili la hasad, bila shaka khairi zitokazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala watazikosa watu hawa, watazikosa neema za Allah tabaraka wa ta'ala kwa kupatikana gonjwa hili la hasad. Bali Mtume alayhi salatu wassalam anatueleza katika hadithi nyingine, nasema dabba ilaykum da al-umami, asema limewafikieni janga ambalo liliwapata umma uliokuwa kabla yenu. Dabba ilaykum da al-umami qablakum, limewafikieni janga ambalo liliwapata wale waliokuwa kabla yenu. Alhasad walbaghdha, ni hasad na chuki. Mtume alayhi salatu wasallam asema haya ni majanga ambayo yamewapata, majanga haya waliokuwa nayo wale waliokuwa kabla yenu. Thumma qala alayhi salatu wasallam albaghdha hiya alhaliqa, chuki na hasad, hii chuki ni yenye kunyoa. La aqulu tahliqu ash-sha'ra, sisemi kwamba inanyoa nywele, bal tahliqu ad-dina kullah, bali inanyoa dini ya mja. Yule hasid anayekuwa na hasad kwa watu inamtoa katika dira ya dini yake, anapokuwa ni mtu ambaye ni mwenye kuhusudu watu, ni mtu ambaye anakasirika kwa kigawanyo cha Allah subhanahu wa ta'ala alichokigawanya kwa waja wake, anakuwa na chuki kwa yale aliyoyakadiria Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Ndugu mtazamaji, Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza hasad ilianza hasadi ya kwanza ilianza kwa Iblis alayhi ma yastahiqu min Allah.
Allah tabaraka wa taala alipoambia malaika, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Allah subhanahu wa ta'ala alipoambia malaika wamsujudie Adam alayhi salam, wakasujudu wote isipokuwa Iblis, akakataa kusujudu. Labda unaweza kujiuliza kwamba Iblis hakuwa katika malaika, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine asema kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi, alikuwa katika majini akaikataa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Iblis alikuwa wakati ule amri ya Allah inapotolewa au ilipotolewa alikuwa pamoja na malaika. Yeye peke yake alikuwa ni jini, alikuwa pamoja na malaika. Na mfano kama huu, ahibati fillah, alikuwa na kibri na hasad, ndio iliyempelekea mpaka akamwambia Allah tabaraka wa taala, khalaqtahu au khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, umeniumba kwa moto, yeye umemuumba kwa udongo, vipi mimi nitamsujudia? Hasad ndio iliyepelekea Iblis akakataa kusujudu na kumsujudia Adam alayhi salam baada ya amri ya Allah tabaraka wa taala. Bali hasadi iliyofanyika katika mgongo huu wa ardhi ni hasad ya Habil na Qabil. Baba yetu Adam alayhi salam na Hawa amekadiriwa au aliruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala watoto 24. Watoto hawa ndio ikawa ni sababu ya kupatikana kizazi mpaka leo, ndio wakazaliwa wakazaana watoto hawa mpaka ulimwengu ukajaa watu au kukapatikana binadamu. Na Hawa alikuwa anazaa watoto wawili asubuhi na watoto wawili jioni. Qabil amezaliwa asubuhi, yeye na dada yake. Habil akazaliwa jioni, yeye na dada yake. Allah subhanahu wa ta'ala akampa mfumo Adam alayhi salam wa kwamba waoane hawa, yule mwanamume au kijana aliyezaliwa asubuhi amuoe yule binti aliyezaliwa jioni, na yule kijana aliyezaliwa jioni anamuoa yule binti aliyezaliwa asubuhi. Vipi na ndugu hao? La, haya ni maagizo ya Allah tabaraka wa taala kwa Adam alayhi salam, bali hawa walipishana, hawakuwa katika mfuko mmoja. Hawa wawili ambao wamezaliwa asubuhi wametoka katika mfuko mmoja, na wale waliozaliwa jioni wametoka katika mfuko mwingine. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala kajalia iwe ni sababu ya kupatikana kizazi, huyu amuoe yule wa jioni na yule wa jioni amuoe wa asubuhi. Sasa Qabil alipoona dada yake anataka kuolewa na Habil, akaona hapa haiwezekani, dada yangu ni mzuri, dada yangu ni mrembo. Akaona kwa nini mimi nitamuoa mwenyewe? Kaambiwa la, huyu ni dada yako, mmetoka katika mfuko mmoja, huwezi kumuoa, anafaa olewe na Habil. Ndio Qabil akamuua ndugu yake, faqatalahu fa asbaha min alkhasirin, akamuua kisha akawa anajuta kwa nini amelifanya hili. Ni kipi kilichompelekea? Alhasad. Ni hasad ndio iliyempelekea Qabil kumuua ndugu yake Habil. Ukisoma kisa cha Yusuf alayhi salam, bila shaka tunakitambua kisa hiki. Kilichompelekea Yusuf alayhi salam kutupwa na ndugu zake na kumfanyia vitimbi na kumtupa ndani ya kisima ni nini? Hasad. Waliona huyu anapendwa sana na baba yetu kuliko sisi, kwa nini tusimfanyie vitimbi huyu? Wakamtumbukiza katika kisima Yusuf alayhi salam. Bali Mayahudi uadui wao kwa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam ni hasad. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika Qur'an, wanasema waqalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim. Angalia Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha kwa mtume alayhi salam, lakini wao wakaona kwa nini ameteremshwa huyu? Ndio wasema laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim. Wanataka hii Qur'ani lao ingeshukishwa kwa mtu wao, kwa nini akashukishwa Muhammad alayhi salatu wasallam? Hadha hasad. Bali Allah tabaraka wa ta'ala anaeleza katika Qur'an, wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Wanatamani
lau wangerudi katika ukafiri wao, lau wangerudi katika ile hali waliokuwa nayo baada ya wao kuijua haki, baada yao kuingia katika dini, wanatamani lau hao wangekuwa makafiri kama wao. Hasadan min indi anfusihim, Allah anaeleza ni hasadi katika vifua vyao ndio zinawapelekea kuyatamka haya na kuyazungumza haya. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, hasad ni ugonjwa mbaya sana. Anaweza kuwa mtu ukamuona mathalan Allah subhanahu wa ta'ala amempa katika dunia, amempa katika mali, amemfungulia Allah katika dunia, ukawa inakukera, ukawa unachuki, bali mbaya zaidi ni ile ukawa unafanya vitimbi. Mtu mathalan mwenzako yuko na jambo analifanya au biashara anaifanya, ndiyo sababu ya yeye labda kuendelea katika maisha yake na kufungukiwa na kulisha familia yake, lakini wewe kwa kuwa hupendi kumuona yeye akiendelea, unajaribu kuharibu yale mambo ili ni bora tukose sote. Huyu ni mgonjwa mbaya sana. Ni bora tukose sote, bora mimi nikose na yeye akose. Hasad katika kifua cha mwanadamu, anaudhika kwa kigawanyo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu hatakiwi kudhihirisha hali hii, bali hasad inajificha katika moyo wa mtu. Unaweza ukawa wewe ni mu'min na ikakupitia hii hali, lakini waumini wanajizuia kutokamana na hali kama hii. Inapokupitia hali hii ukaona neema ya mwenzako ikawa inakuumiza, kwa nini fulani? Kwa nini fulani? Muombe dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah muhifadhi, Allah amlindie neema ile. Bali tambua ya kwamba malaika vile vile watakuombea dua na wewe, au malaika vile vile watakuambia walaka bimithlihi. Utakapomwombea ndugu yako kwa siri, ukamwombea Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amfungulie, Allah muhifadhie neema yake, Allah muhifadhie kizazi chake, Allah muondolee balaa, bali malaika na wao wanasema walaka bimithlihi. Angalia dua hii ya malaika, viumbe ambao hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, vipi dua yao itarudi watakapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Usiwe ni mwenye kukereka, tosheka na kubali na amini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio mpangaji wa mambo, na Allah subhanahu wa ta'ala ugawanyi wake au ugavi wake Allah subhanahu wa ta'ala hauna mfano wa mwingine, bali Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua kwa nini amekupa, kwa nini amemnyima yule. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala sema walau basata Allahu rizqa liibadihi labaghaw fil ardh, lau waja wote wangekuwa wamefunguliwa katika hii dunia, kila mmoja yuko vizuri, anaishi vizuri, labaghaw fil ardh, wangefanya ufisadi katika hii ardhi. Lakini Allah akaweka kiwango. Kwa hiyo ni yule aliyenacho atambue ya kwamba kunaye anayestahili kupewa, na yule ambaye hana afanye subra kwa ile hali. Kwa hali zote mbili ni mtihani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyenacho na ambaye hana ni mtihani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumombe Allah tabaraka wa ta'ala atuhifadhi kutokamana na gonjwa hili la hasad. Hili gonjwa ni gonjwa hatari sana, linaua hata kuliko maradhi mengine, kwa sababu utakuwa wewe kila ukikaa unaungulika, ukimwona yule amepita, yule naye inakuuma, yeye hata habari hana, bali kila unapoongea vibaya, kila unazidi kufuta madhambi yake, inakuwa wewe ni sababu ya kuiharibu dini yako na kuharibu amali zako. Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.